Shalom, shalom na kusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Karibu tena katika saa hii ya uzima tele, tuweze kushare mambo kadhaa ambayo Bwana ametaka kwa ajili ya utukufu wake. Nikukaribisha wewe ambaye unanifuatilia, unanitazama. Karibu baba, karibu mama, karibu kijana wa kike na wa kiume katika saa hii ya uzima tele. Najua kuna jambo jipya Mungu atalifanya kwenye maisha yako majira haya. Kabla hatujaenda kutafakari kwenye neno au ujumbe ambao Bwana ametaka utafakari siku ya leo, mahali ulipo unaweza ukafunika macho yako, tumshukuru Mungu kwa ajili ya Isa. Alafu kuna kitu Mungu ataenda kuzungumza na wewe hapo ulipo na atafanya jambo jipya na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha niombe pamoja na wewe. Baba, katika jina la Yesu Mungu aliye hai, ninakushukuru tena kwa ajili ya saa hii ambayo Jehova umetupa kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa ajili ya watu hawa ambao Bwana Yesu umeweka hapa wananitazama dakika hii. Ninaamuru neema yako kwa ajili yao. Katika jina la Yesu Kristo, nafungua akili zao na fahamu zao, wakaweze kusikia na kuhudumiwa kwa namna ambayo Bwana umekusudia. Malaika wako wakawepo kila mahali kwa ajili yao. Huyu aliye nyumbani, aliye kwenye usafiri, aliye mahali popote anasikia sauti Mungu na anayetazama, katika jina la Yesu Baba ukaguse maisha yake tena majira haya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Jehova, roho wako wa neema akaweko mahali hapa kwa ajili ya utukufu wako, na kila ambacho kinaendelea mahali hapa utukufu wako Mungu ukaonekane, maana umesema lote ulifanyalo kwa neno au kwa tendo tulifanye kwa utukufu wako. And I believe ya kwamba utukufu wako uko mahali hapa kwa ajili ya watu hawa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amina upate kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujumbe wangu siku ya leo unasema imani iokoayo. Wewe ambaye unanitazama unaweza note ujumbe huu, imani iokoayo. Ni ujumbe ambao Bwana amenipa nishare na wewe, niseme na wewe. Kwa nini imani iokoayo? Tangu siku tulipookoka au tangu siku ambayo tumeamua kumwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, mifumo yetu ya kuishi na kupata au na kufanya mambo umebadilika. Na maanisha namna yetu ya kupata vile tunavyohitaji, namna yetu ya kufanya mambo imebadilika. Hatuenendi tena kama wale wasio na Kristo, lakini tunaenenda kama watu ambao wanaishi na Kristo. Na kwa namna ambayo tunaenenda tunapokuwa na Kristo, hatuenendi tena kwa namna ya kimwili, hatuenendi kwa namna ya kuona kwa macho ya kawaida au kwa namna ya kibinadamu, lakini tunaenenda kwa namna ya imani. Tunafanya vitu vyetu na tunafanya mambo yetu kwa namna ya imani. Kwa hiyo ni muhimu sana wewe ambaye umeamua kuokoka, au wewe ambaye umeokolewa uko ndani ya Kristo, au wewe ambaye unanitazama majira haya, ni muhimu sana uwe na imani ambayo inaweza ikabadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu jambo moja la msingi katika waraka kwa Waebrania ile sura ya 11 kuna mstari mmoja wa 6. Acha nisome hapa, nianze waraka kwa Waebrania ile sura ya 6 na ile sura ya 11 na ule mstari wa 6. Latosa ya Biblia inaniambia, waraka kwa Waebrania ile sura ya 11 na ule mstari wa 6, Biblia inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Hapa tunapewa utaratibu mmoja maalum ya kwamba tunapohitaji chochote kutoka kwa Mungu lazima apply faith, lazima apply imani. Lazima iweko imani kwenye maisha yetu, ili imani ikahusike kutupatia vile tunavyovipata. Lakini si tu kama tunahitaji vitu, lakini tunapomwendea Mungu, tunapomwendea Baba yetu, kwa sababu yeye ni roho, ili tuweze kumwendea, tuzungumze naye,
tunahitaji kuwa na imani. Lazima tuwe na imani. Kwa nini imani? Biblia inasema ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Maana yake ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ni kweli yawezekana vile unavyovihitaji havionekani kwa namna ya kawaida, lakini kwa imani unaweza ukavitazama. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi ambao tumeokoka au tumemwamini Kristo, wewe ambaye umeamua kumfuata Kristo, na katika yeye unahitaji kuishi, na katika yeye unahitaji kwenda, na katika yeye unahitaji kufanya mambo yako, unahitaji kuwa na imani ndani yako ili kuna mambo yaweze kubadilika kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Nataka niseme na wewe mfano kupitia Biblia. Naomba unisomee msomaji wangu Biblia katika kitabu kile cha Mathayo ile sura. Nisomee ile Mathayo mtakatifu. Reka paladiama. Nisomee Mathayo ile sura ya 8 na ule mstari wa 5. Mathayo sura ya 8 mstari ule wa 5, Biblia inasema. Biblia inasemaje? Hata alipoingia Kapernaum, akida mmoja alimjia. Mstari wa 6 unasema. Ndio. Akamsihi akisema. Akisemaje? Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yule akida anamwendea Yesu, anamwambia, Bwana, kwenye familia yangu kuna mgonjwa yupo. Kuna mtu ambaye hawezi, amepooza. Anahitaji msaada, anahitaji Mungu amponye. Maana yake huyu akida alikuwa ni kiongozi, ni mkuu mmoja, chini yake alikuwa na askari kadhaa. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye anachewa na nafasi yake, lakini ndani ya familia yake kuna mgonjwa alikuwa anahitaji uponyaji. Kwa hiyo siku hii akamwendea Yesu, anamwambia, Bwana, nina uhitaji nyumbani, kuna jambo haliko sawa. Mstari wa 7 unasema. Unasemaje? Yesu akamwambia. Akamwambiaje? Nitakuja nimponye. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Pigie Yesu makofi mahali unaponitazama. Amen. Mstari wa 8 unasema. Ndio. Yule akida akamjibu. Akamjibuje? Akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. Ndio. Lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Yule akida amesikia maneno ya Yesu. Kuna jambo la ajabu sana linaonekana ndani yake. Anamwambia Yesu, wewe haina haja ya kuja kwenye nyumba yangu, lakini ninachohitaji wewe sema neno tu, na huyu mtumishi wangu au na huyu mtu aliye nyumbani mwangu atapokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa ni dalili au ni viashiria vya imani iokoayo, imani ambayo si ya kawaida ndani ya huyu mtu. Yeye aliamini ya kwamba hata kama Yesu asipoenda kwenye nyumba yake, lakini akitamka tu kuna jambo litatokea. Kwa lugha nyingine, huyu akida aliuona uponyaji wa huyu mtumwa kwenye nyumba yake hata kabla hajaonana na Yesu. Alijua ndani yake kwamba uponyaji upo hata kabla hajaenda kwa Yesu. Nataka nikwambie, kama kuna mambo unahitaji Mungu akusaidie, lazima uyaone kwanza, halafu ndivyo Bwana ayasababishe yatokee kwenye maisha yako. Kwa sababu Biblia inasema yeye anafanya kazi ya kuumba ili athibitishe. Kwa lugha nyingine, chochote ambacho kinaonekana kwenye ulimwengu wa roho lazima akithibitishe katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo katika hatua yoyote ambayo unaishi au unafanya, lazima uanze kuona kile ambacho unakihitaji kabla Bwana hajakisababisha kutokea. Imani ni kuwa na uwezo wa kuona unachokitarajia kabla hakijaonekana kwa macho ya damu na nyama. Imani ni kuwa na uwezo wa kukitazama au
au kukishika kile ambacho hakionekani katika ulimwengu wa roho, ni kuwa na uwezo wa kukiishi hata kabla hakijaonekana, kabla wengine hawajakiona. Hiki ndicho kilikuwa kwa huyu akida. Maana yake ndani yake alikuwa tayari ameona uponyaji wa huyu mtumwa hata kabla Yesu hajafika. Kwa hiyo kuna jambo aliamini, alijua hahitaji Yesu kufika, alihitaji atamke neno ili ule muujiza aliyouona uweze kutokea. Biblia inasema vile aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo atakavyokuwa. Na maanisha imani na kuhitaji wewe uone. Ili imani itende kazi kwenye maisha yako, inahitaji uone kwanza, uone kile unachokihitaji, uone ile picha unayotaka itokee, uone yale majibu unayoyahitaji. Biblia inasema unapoenda mbele za Bwana lazima uwe nacho kile unachokiomba. Kwa lugha nyingine, hatuendi hata mbele za Bwana hatuna tunachokitaka. Tunaenda mbele za Bwana huko tukiwa navyo tunavyovitaka. Na maanisha katika ulimwengu wa roho, ndani yetu tunakuwa tumeviona, tumevishika vile ambavyo tunavihitaji. Kwa hiyo tunaenda mbele za Bwana kwa imani. Bwana Yesu saidie sana. Amina. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ninazungumza na wewe hapo ya kwamba kile unachokihitaji mbele za Bwana unahitaji ukione kwanza. Hauwezi ukaenda mbele za Bwana ukawa unahitaji abariki kazi ya mikono yako, na wakati ndani yako hakuna imani inayoona kazi, ndani yako hakuna picha ya hiyo kazi inayohitaji kubarikiwa. Hauwezi ukaenda mbele za Bwana ukawa unahitaji Mungu akupe watoto wakati ndani yako hauna picha yao watoto. Na maanisha ile Bwana afanye, anahitaji picha ionekane ndani yako, halafu umwendee kwa imani. Ile imani inayokuwa ndani yako, manake ule uwezo wa kuona kitu ambacho kwa macho ya kawaida hakionekani, huo uwezo tunauita ni imani. Hii inakusaidia wewe kupata kile ambacho unakihitaji kwa majira na wakati sahihi. Unaweza ukampigia Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Amen. Hebu endelea kunisomea hapo kidogo mstari wa 9. Mstari wa 9 Biblia inasema, ndio, kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka. Anasema kwa maana mimi nami ni mtu ambaye nimewekwa chini ya mamlaka fulani, mwenye askari chini yangu. Mwenye askari chini yangu. Nikimwamuru huyu nenda, huenda. Nikisema huyu nenda, anaenda. Na huyu njoo, huja. Na huyu huja. Na mtumwa wangu hufanya hivi, hufanya. Ndiyo, ndiyo. Mstari wa 10 Biblia inasema, Yesu aliposikia hayo, alistaajabu. Akawaambia wale waliomfuata, amini nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Amen. Pigia Yesu makofi sana mahali unaponitazama. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Yesu mwenyewe anakili, anasema sijaona imani kubwa namna hii katika Israeli. Imani kubwa hii, imani ya tofauti, imani ya ajabu. Kwa nini ni imani kubwa? Yule Bwana anamwambia Yesu, mimi nami niko chini ya mamlaka. Ninapoagiza mtu kwamba nenda kafanye kitu fulani, yule mtu anaenda kufanya. Nikisema njoo, anakuja. Maana yake akatumia ule udhaifu wake kwenye nafasi yake, alivyokuwa ana apply kwa watu walio chini yake, akaitumia kwa apply kwenye faith iliyokuwa ndani yake, kwenye ile imani iliyokuwa ndani yake. Ndani yake akaamini kwamba hahitaji Yesu kuja, anaweza akalituma neno. Haleluya. Biblia inasema yeye ulituma neno ili kuwaponya watu na kuwatoa kwenye kuangamia. Kwa hiyo ndani yake aliamini Yesu tayari anao uwezo wa kumponya yule mtumwa kwenye malango yake. Alijua Yesu anazo nguvu za kumpatia kile anachokihitaji. Kwa hiyo hakuwa na wasiwasi na Yesu, alikuwa na imani katika Mungu.